Niko na Feti Yanga, shabiki maarufu sana wa Young African. Tunataka kufahamu maoni yake mafupi kuhusiana na mechi ya CRDB kati ya Azam FC dhidi ya timu yake, ambapo matokeo yalitoka kwa Azam kupata ushindi wa magoli 3 dhidi ya 2, na hivyo Young African kwa imeondolewa kabisa kwenye mashindano haya ya CRDB. Feti, habari ya muda huu? Habari ni mbaya. Kwa nini mbaya? Matokeo ni mabaya sana. Tulipoteza kwa kufungwa goli 3 kwa 2. Hasa ubaya wake ni nini kwako? Ubaya wake, wachezaji wanacheza chini ya kiwango. Hawajacheza vizuri. Wameacha nafasi za wazi ambazo Azam kwa upande wao wameweza kutufunga. Kwa hiyo kwako inakuwa mbaya kwa kiasi kwamba hata ile furaha ya kuzungumza inakuwa haipo kabisa. Kwetu kwanza ni mbaya kwa sababu sisi mwaka huu tulitegemea makombe yote 3 tuyabebe. Ikianza ile kombe la Muungano ambayo tumepoteza. Matumaini yetu yalikopo kombe la CRDB. Na hili tumepoteza na mechi zilizobaki mbele ni ngumu. Kwa kiwango alichokicheza jana wachezaji wetu, hakuna matumaini kusaka tutabeba kombe. Lakini mna pointi 2 mbele dhidi ya watani wenu, na mechi ijayo ya NBC ni dhidi ya Azam. Unaona ukitoboa kwenye mechi hiyo? Kama wataweza kupambana, tunaweza tukafunga. Kwa sababu naamini wachezaji wangu wakijipanga vizuri, wanaweza kufunga na timu ni kubwa. Kwa hiyo labda kwa upande mwingine siwezi nikalaumu sana wachezaji kutokana na uhaba wa ratiba ulivyokaa. Kwa upande wao mimi naona kama ilikuwa ngumu. Kivipi? Ratiba mbona iliwapa nafasi tu ya kupumzika siku nyingi? Kwa sababu ukiangalia ratiba ilivyokuepo, Yanga imepumzika siku 3, Azam siku 5, na hapo walikuwa wanacheza mikoa ya mbali kidogo. Nadhani wametoka Arusha, wamerudi Dar es Salaam, hawajapumzika, wameenda Mwanza. Hayo mazoezi wanafanya saa ngapi? Ukiangalia upande wa Azam wamekaa siku 5 wamepumzika. Yanga wamekaa siku 3. Na maana siku 2 hizo nazo ni nyingi. Kama ingekuwa TFF wanaweka usawa 5 na huku 5. Kama tungefungwa tungesema wachezaji wetu kweli wabovu. Lakini hapo kwa upande mwingine naweza nikaa sambamba na wachezaji wangu labda walikuwa wamechoka kwa sababu hawajapata muda wa kupumzika kabisa. Kwamba bodi ya ligi imekufanyia fix. Bodi ya ligi hapo hawapo makini kwenye usawa. Kwa sababu kama bodi ya ligi, sisi tunaangalia bodi ya ligi, wangekuwa wanaweka usawa. Kama huyo angalia Azam wamecheza siku 5 wamepumzika siku 2, na Yanga amecheza hivyo walibidi wapumzike hivyo. Lakini Yanga amecheza amepumzika siku 3 tu, unampeleka tena Mwanza. Azam ambao wamekaa siku 5. Ina maana wao bado wanakuwa na nguvu sana, wachezaji wetu wanakuwa wamechoka. Sio kwamba umezidiwa kimbinu. Hapana, tujazidiwa kimbinu, ni uchovu. Na kama ni uchovu, mbona ilikuwa inaonekana Yanga wakitanguliwa goli na wao wanafanya juhudi kubwa sana kusawazisha? Huoni kwamba wao tu ndo makosa yao binafsi tu yalisababisha na sio uchovu? Na uchovu unachangia kwa sababu mtu unaweza ukajitahidi, mwili na binadamu anachoka. Kwa hiyo kama watasema mimi narudi tena kwenye TFF, waangalie usawa. Feti, tuangalie mechi yako ya NBC dhidi ya Azam Jumatano. Umepoteza CRDB dhidi ya Azam, lakini unakutana nao hao Jumatano. Unaona nafasi ya timu yako kuwa mabingwa mwaka huu? Mwaka huu wakijitahidi watakuwa mabingwa kwa sababu kwanza Yanga ninavyojua hawezi kufungwa mara 2 na Azam. Una uhakika kwamba na uhakika atashinda? Tatoboa. Mtani wako anakumendea karibuni. Wacha amendea kwa sababu amekaa miaka 4 bila ubingwa. Kwa hiyo lazima awe na uchu kwa sababu hao wameshindwa kutufunga, wanatabiria timu ndogo waweze kutufunga. Wao wanasema mmewakimbia jana. Hatujakimbia, kwani mchezo kuna matokeo 3. Kuna kufungwa, kushinda na sare. Na jana lazima mshindi apatikane. Kwa hiyo jana haikuwa bahati yetu, imekuwa bahati ya Azam. Sawa, tumekubali, tutajipanga mwakani. Kwa hiyo nafasi ya ubingwa bado ipo? Bado ipo 99%. Eti Ndio. Basi nakushukuru sana Feti. Neno la mwisho kwa timu yako ya Afrika kuelekea mechi zilizobaki za ligi kuu. Napenda kuambia wachezaji wetu waendelee kupambana, wasikate moyo. Hayo ndio mchezo wa mpira, lazima ufungwe na lazima ukubali matokeo. Shukrani sana. Huyo ni Feti Yanga, ni mshabiki kindakindaki sana wa Afrika, akizungumza kwa kifupi sana kuhusiana na mechi yao ambayo imepita dhidi ya Azam, lakini pia mechi inayofuata NBC.